Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako Bwana. Sura ya 13 aya 21 hadi 33, ya 36 hadi 38. Pale alikuwapo na mitume wake mezani, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amini amini nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana, huku wakiona shaka ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake ameagama kifuani pa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia, uliza, ni nani amtajaye? Basi yeye akimwelekea Yesu kifuani chake, akamwambia, Bwana, ni nani? Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakayemtolea tonge na kumpa. Akamtolea tonge, akalitwaa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskarioti. Na baada ya hilo tonge, Shetani alimwingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi, wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani aliyeijua sababu ya kumwambia hivyo. Kwa maana wengine walidhania ya kuwa Yuda uchukua mfuko, ya kwamba Yesu alimwambia kama, nunua tunavyohitaji kwa sikukuu, au kwamba awape maskini kitu. Basi huyo akiisha kulipokea lile tonge, akatoka mara hiyo, nako kulikuwa ni usiku. Basi huyo alipokwisha, Yesu ametukuzwa ndani yake, Mungu naye atamtukuza ndani ya nafsi yake, naye atamtukuza mara. Enyi watoto wadogo, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Mtanitafuta, na kama vile mlivyoambia Wayahudi ya kwamba mimi niendako ninyi hamwezi kuja, kadhalika sasa nawaambia ninyi. Simoni Petro akamwambia, Bwana, unakwenda wapi? Yesu akajibu, niendako hamwezi kunifuata sasa, lakini utanifuata baadaye. Petro akamwambia, Bwana, kwa nini mimi nisiweze kufuata sasa? Mimi nitautoa uhai wangu kwa ajili yako. Yesu akajibu, je, wewe utautoa uhai wako kwa ajili yangu? Amini amini nakwambia, jimbi hata wika hata wewe utakapokuwa umenikana mara 3. Neno la Bwana. Sifa kwako Kristo. Mtakatifu tuliyoisoma. Ndugu zangu wapendwa, wazo kuu tunalolipata katika Injili hii ni kutoka Injili ya Yohane sura 13 aya 30. Basi Yuda alilipokea tonge, akatoka mara, na kulikuwa usiku. Kwa namna pekee tunaalikwa katika maisha yetu kuacha mwanga, tusiache mwanga na kuingia gizani. Yuda Iskarioti aliacha mwanga, ambaye ndiyo Bwana wetu Yesu Kristo, Bwana wake, akawa tayari kumsaliti kwa sababu ya tamaa, akaingia gizani. Na hatimaye tunaona yaliyoendelea pale anapomwacha Kristo Bwana wake pamoja na wenzake mitume wake, mtume wa Yesu. Basi tunaona Yuda Iskarioti anaingia katika matatizo makubwa kwa kumsaliti Kristo. Tunaambiwa kwamba baada ya kuchukua vile vipande 30 vya fedha, alivichukua kwa sababu ya tamaa. Hatimaye Yuda anakata tamaa, anajinyonga na kupoteza uhai. Kumbe katika maisha yetu tunaalikwa tusiwe watu wa tamaa, tuwe watu wa kuridhika, turidhike na kile ambacho tunakipata. Lakini zaidi tuendelee kufanya kazi kwa bidii, ili hatimaye Mwenyezi Mungu anapotujalia hayo mahitaji yetu tuyatumie vizuri kwa ajili ya sifa na utukufu wake.
Yuda Iskarioti alikuwa na bwana wake, tunaona anaamua kuacha mwanga kabisa, anaamua kuacha huyu ambaye alikuwa ndiye bwana wake, ambaye alikuwa amempa mfuko kushika, alikuwa ni mhasibu huyu. Basi kwa sababu ya tamaa hakuweza kuridhika, hakuwa tayari kuridhika, basi tunaona anaacha hiyo, anaingia gizani, hatimaye shetani anamtumia. Nasi kwa namna pekee, ndugu zangu wapendwa, tusiruhusu shetani atawale maisha yetu. Tunapoendelea na mfungo wetu wa Kwaresima katika juma hili kuu, tuendelee kumuomba Kristo aendelee kutusaidia ili daima tuwe watu wa mwanga na tusiendelee kuwa gizani. Tukatae mambo yote ya giza, mambo yote ambayo yanatupelekea giza, mambo yote ambayo yanatufanya tusiweze kumkiri Kristo ambaye ndiye mwanga. Tukifanya hivyo, Kristo wetu atakuwa nasi tutakuwa vizuri, atatustahilisha kuweza kuingia vema katika mafumbo haya, mafumbo ya Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wake. Hatimaye tutafufuka naye, atatuingiza katika Pasaka yake ya uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo milele. Amen. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.